Changamoto kubwa zinazotukabili kwamba katika hichi kisiwa chetu sote hakuna mgeni. Wageni ni wachache sana. Mjomba, shangazi, baba, babu, sote ni familia. Kwa hivyo kiukweli kilichokuwa kinatusumbua katika utendaji wa kazi zetu ni umuhali. Muhali kwa sababu unaweza ukaletewa taarifa kwa uwepo kwa uhalifu, lakini unapofuatilia hupati kwa kina kwa kumfuatilia ule muhalifu, kwa sababu shida inapopatikana taarifa kwa jamii inakuwa hawazitaki kutoa kwa uhakika, kwa sababu anaamini kwamba yule anayefanya uhalifu pengine yeye ni jamaa wake wa karibu. Kwa hiyo kama atatoa taarifa, anaonekana familia yake itakuwa tayari na itamuelewa vibaya. Kwa hiyo anaweza akakuletea taarifa na mkamfuatilia muhalifu, mkaweza kumkamata, lakini kwenye kutoa ushahidi sasa ndo hapo tunapopata changamoto. Kwa sababu mnapofikisha katika vyombo vya sheria, maana sisi tunapomkamata mtu haraka ina maana tayari tumpeleke polisi moja kwa moja. Tukimpeleka polisi inatakiwa sasa tutoe maelezo yetu sisi kama askari jamii pale tulipomkuta na uhalifu ambao kwamba ameufanya, lakini sasa mwenye mali yake sasa anatakiwa akathibitishe kwamba kweli hii ni mali yangu na kweli nimeibiwa au kweli imeharibiwa. Sasa pale anakuwa yule mwenyewe anashindwa kwenda kutoa ushahidi. Kwa hiyo anaposhindwa kwenda kutoa ushahidi, pale polisi wanaweza akachukua hatua ya kupeleka mahakamani. Mahakamani pia vile anatakiwa akatoe ushahidi. Hawaendi. Sasa tunaporudi kwenye jamii, yule siku 2-3 yupo nje anaendeleza kufanya tena uhalifu. Anapofanya uhalifu sasa, tayari jamii iliyokuwa haielewi changamoto zetu zilizowepo, wao wanatulaumu askari jamii, wanawalaumu askari polisi, pia wanailaumu mahakama kwa kusema haiwatendei haki. Lakini sio hivyo. Haki inakosa kutendeka kwa wale wenyewe wenye mali zao, kwa sababu ni watoto wao.